Kiukweli niliweza kuchanganikiwa sana, lakini ndio hivyo. Unafikiri kwamba ingekwaje? Tayari kabisa Isa mzee wa mautamu alikuwa ameshaweza kunibananisha na nilikuwa sina jinsi zaidi ya kuweza kumzagamua tu. Ilibidi nimpelekee tango Isa mautamu ili kwamba akili iweze kumkaa sawa. Mwanzoni nilijua kwamba ni mwanaume shababi kweli kweli, mwenye nguvu, mwenye misimamo. Kumbe alikuwa mikazo zero, shobo zilikuwa kibao, na hatimaye akaangukia pua. Kiukweli nilimchakaza sana Isa mautamu kwa sababu ni yeye mwenyewe ndo alikuwa ameweza kulitaka tango. Sasa kwa nini nisimpatie kama ameweza kulitaka hilo tango? Nilimpatia tango ili akili iweze kumkaa sawa. Kusema kweli, kwa sasa akili yangu ilikuwa imeshavurugika kabisa. Nilikuwa siwazi tena mambo mengine yoyote yale zaidi ya kuwaza pesa tu, na ukizingatia kwamba tayari kabisa Isa mautamu alikuwa ameweza kunielekeza kwamba atanipatia pesa kodi kama $1,200,000, na wakati huo ukizingatia alikuwa tayari kabisa ameshanipatia $1,000,000 kwa ajili ya kuweza kumzagamua kwa mpalange, yani kwa ajili ya kuweza kumnyandua. Kiukweli mwanzoni sikuelewa kabisa kwamba huyu Isa alikuwa ni shoga ambaye anagawa kweli kweli Tigo Pesa. Basi kidume nikasema hapa kazi ipo. Nimetoka kumtembezea moto mke wake anayefahamika kwa jina la Mary, ambaye alikuwa amechoka, yuko hoi bin tabani, lakini kidume nilikuwa nimeweza kuamka na kuja tena kumtembezea moto Isa. Huyu Isa mara ya kwanza alikuwa anatisha sana. Alikuwa ni jamaa fulani hivi mwenye milaba 6. Alikuwa na midevu, alikuwa na minywele mingi sana, alikuwa kashika bastora, alikuwa anavuta sigara, lakini alikuwa kajitoboa masikioni na kuweza kuvaa maheleni mengi tu, lakini pia alikuwa ameweza kuvaa mavipini, lakini kumbe alikuwa mpaka na shanga hizi. Ila mimi nilikuwa sijaziona kwa sababu sikupata bahati ya kuweza kumpata na kumtazama vizuri, lakini pia alikuwa na kishundu cha maana, kishundu ambacho kilikuwa ni kama cha mtoto wa kike tu, yani kilikuwa ni kama kishundu cha mwanamke, maana kilikuwa kimetepeta na kilikuwa kilaini balaa. Hivi vitu vyote sikuweza kuvijua, lakini nilivijua mara baada ya kusema kwamba nimfuate, na ndipo nilimkuta huyu jamaa kumbe hana ndevu hata moja, alafu amenyoa kipala. Kumbe yale mavitu yote mshikaji alikuwa ameweza kuyavaa tu, hata yale mandevu yalikuwa ni bandia. Aisee, nikasimama kweli, leo kazi ipo. Kiukweli time hii nilikuwa nimeweza kumwahidi jamaangu anayefahamika kwa jina la Mkushi kwamba nitakwenda kulipa kodi ya mwaka mzima, na hii ni mara baada ya Isa kuweza kusema kwamba atanipatia hiyo pesa ya kodi $1,200,000, nami nikasema freshi, lakini aliniambia kwamba kazi yangu kubwa ni kumpelekea moto tu mpaka akili iweze kumkaa sawa. Nilipokuwa nikipeleka moto, Isa alichokuwa nakifanya, aliweza kukamata tango lake na kuweza kulichezesha kijamazongo, na hatimaye na yeye alikuwa anafika kileleni kwa kuweza kujipiga nyeto, yani alikuwa anajikamua kweli kweli. Wakati huo alikuwa anazidi kukamuliwa kwa mpalange, na hivyo ndivyo ilivyoweza kuwa ise. Basi taibu hii bana, nilikuwa nikimkamua kweli kweli, nilikuwa nakamua ili mradi kwamba niweze kupata pesa ya kodi ambayo alikuwa ameweza kuniahidi kwamba atanipatia endapo nitamnyandua vizuri. Alikuwa na lalama, yani makelele alikuwa ni mengi kuliko hata makelele ya mtoto wa kike. Yani kama ungeweza kupita pembeni ya dirisha ambalo alikuwa anaishi Isa mautamu aisi, yani usingeweza kabisa kuamini kwamba alikuwa anazagamuliwa hapa. Bana, alikuwa ni mshikaji kabisa na wala sio demu. Basi kidume nilikuwa katika harakati hizo za kuhakikisha kwamba tango linatembezwa hapa mpaka akili iweze kumkaa sawa huyu Isa. Na Isa alikuwa kachanganikiwa kweli kweli. Kiukweli mikao yote Isa aliweza kuruka nayo, lakini kidume nilikuwa bado naendelea kuchambua tu mahesabati hapa. Sasa wakati nikiwa naendelea kumnyandua Isa, bana, tukaja kustuka kwamba mlango kigongwa. Isa mara ya kwanza alisalau, lakini raundi ya pili
mlango ulizidi kugongwa, na bila shaka tunakumbuka kwamba aliyekuwa anagonga mlango alikuwa ni mke wake na Isa, kama mimi ambavyo nimeweza kuona, kwa maana mara kwanza Isa alipoweza kunifuma mimi nikiwa nimeweza kulala, lakini pia Mary akiwa kwa pembeni, Isa aliniuliza maswali akisema kwamba najisikiaje kuweza kulala alafu nikiwa nimeweza kumtembezea moto mke wa mtu. Basi toka hapo ndipo niliamini kwamba Isa huyu Mary alikuwa ni mke wake. Lakini je, mbona Isa mwenyewe naye anapelekewa moto halafu na Mary naye anahitaji kupelekewa moto? Hii imekaaje? Kiukweli sikupata majibu, lakini aliyekuwa anagonga mlango hapa alikuwa si mwingine bali alikuwa ni Mary. Bana mpenzi msikilizaji, kama unapenda video za Mezagamuo, video za kupelekeana moto, video za mnyanduo, basi tuna grupu letu kubwa kabisa pale WhatsApp, grupu ambalo linahusika na mambo ya video za Mezagamuo. Kwa hiyo karibu sana pale WhatsApp ili uweze kupata burudani nyingine kabisa ya kuweza kupata video za mnyanduo za Mezagamuo za kupelekeana moto pale WhatsApp. Gharama yake ni shilingi 15,000. Kwa hiyo kama unayo hapo sasa hivi 15,000, basi karibu sana pale WhatsApp ili kwamba niweze kukunga na grupu letu kali kabisa, grupu letu kubwa kwelikweli linalohusika na mambo ya video za Mezagamuo. Kama unayo 15,000 na unapenda video hizo za kibongo na za kizungu, basi njoo pale WhatsApp kwa namba hii 0782 71 97 na mwisho ni 94. Karibu sana pale WhatsApp endelee kupata burudani. Yaani ukitoka kusikiliza simulizi kali kama hizi, basi unakuja pale WhatsApp unaendelea kupata burudani nyingine za kutazama video live bila chenga. Bwana, karibu pale WhatsApp, na ukija sema oi, nahitaji kuungwa na grupu kubwa kabisa la video za Mezagamuo. Mapema sana utapewa namba kulipia, na baada ya hapo ukishalipia basi utaungwa moja kwa moja na kuanza kupata burudani ndani ya grupu letu safi kabisa. Bwana, karibu na uchangamke, maana tuko online tunakusubiri wewe. Tunazidi kusonga na huu mzigo mkali kabisa unaokwenda kwa jina la Jimama la Mtaa Pili. Sitaweza kulisahau lilifanya nini? Basi karibu katika simulizi nzito, tamu na tena ya kusisimua. Bwana, na kama ndo mara yako ya kwanza, basi make sure kwamba unabonyeza neno subscribe ili kwamba kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata simulizi zetu pale ambapo tutakuwa tunaziachia, na utakuwa unaendelea kufurahia na utakuwa unaendelea kuburudika. Bonyeza neno subscribe, lakini pia gusa alama ya kengele ili kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata burudani za simulizi zetu. Lakini pia usiache kushare, lakini pia usiache kulike, lakini pia usiache kucomment ili kwamba uwe umetisha kwelikweli kama shabiki. Bwana, tunasonga na huu mzigo. Bada, huyu anayegonga atakuwa ni mke wako. Tunafanyaje hapa? Basi mimi ngoja nikamfungulie kwanza. Ukamfungulie vipi? Jamani, kwani vipi kwani jamani wewe? Mbona kama hivyo? Sio kwani vipi kwani wewe? Kwani vipi kwani wewe vipi? Sikia, nipatie kwanza hizo pesa ili kama litakuwa timbwili hapa, mimi ni sepe zangu. Yawezekana wewe unaweza ukawa na mabasha kibao bwana. Jamani, kwa hiyo ndo basi tena. Ndo basi vipi? Kwani usumisha jikwatua tayari hapo, umeshajinyetu hapo na huko fresh. Sasa shida nini? Mimi hapa tayari ishalizika. Kwa kama vipi nipatie pesa ili kama likitokea wala kutokea hapa, mimi ni sepe zangu, nilikuwa na kibunda changu mkononi bwana. Jamani haya. Alizungumza hivyo Isa, na baada ya hapo alizama kwenye begi lake na kuweza kutoa kibunda chenye noti za shilingi 10,000 kibao kweli kweli. Hii inamaanisha kwamba ilikuwa ni milioni 1 kama na 200,000 kama alivyoweza kuahidi. Mlango ulikuwa unazidi kugongwa, lakini mimi nilikuwa nimeshahesabu kibunda cha pesa na tayari kabisa nilikuwa nimekikamata na kukishika mkononi. Wewe Isa, hebu fungua mlango basi. Jamani, dada anakuja. Alizungumza hivyo Isa. Hapo ndipo nikajua kumbe huyu sio mke wake bali ni dadake. Sasa kwa nini alinidanganya? Au imekaje? Mbona sielewi hii? Basi kidume akanishauri Isa niweze kwenda kujificha kidogo toileti. Basi kidume nikaingia kule na kuweza kujificha. Isa alikwenda na kuweza kufungua mlango. Baada ya kuweza kufungua mlango, alimkuta dadake akiwa kasimama pale mlangoni. Jamani dada, na wewe nini sasa unakuja kuniamsha huku? Wewe Isa, mimi nimekuja kukuamsha chakula, mimi tayari nimeshapika, nimekula. Sasa nimekuja kukuamsha, kama hujapika huku twende ukale. Dada bwana, mimi nishakula. Ushakula wewe Isa? Nishakula bwana dada. Wewe nenda tukaendelee na mishemishe zako. Mimi niache tu. Wewe, alafu Isa, nimesikia kama kuna Mezagamuo huko, nimesikia kuna mtu anakupelekea moto. Umeshaanza tabia yako. Tabia gani dada? Ni nani huko?
dada bwana, huko hamna mtu, ngoja kwanza mimi lazima niingie. Aliweza kuforce Mary na kuweza kuingia kwenye geto la Isa. Alipoweza kuingia, alikuta kuna harufu kali kabisa, vijasho jasho, na ilikuwa ni harufu ya mtu akipelekewa moto. Wewe Isa, usitaki kuniambia kwamba huko kuna mtu anakupelekea moto alafu umemficha? Ni nani huyo? Bwana dada bwana, nenda bwana kwako. Isa, ngoja kwanza. Alizungumza hivyo Mary, ambaye kumbe alikuwa ni dada yake na Isa, na hatimaye alikuja moja kwa moja mpaka toileti na kuweza kufungua mlango wa toileti. Bwana, alipoweza kufungua mlango wa toileti, Hamadi alikutana na mimi nikiwa nimeshika pesa huku nikiwa namtazama. Jamani we Frankie, yaani umeona mimi haitoshi mpaka umekuja tena kwa mdogo wangu jamani? Kwa nini unafanya vitu kama hivyo? Hebu njoo huku bana, mimi siwezi kukubali. Alizungumza hivyo Mary, huku akilitoa kule toilet na kuweza kunileta hapa alipokuwepo Isa. Jamani dada, kwani huyo akafanya nini? Si mwache tu mkaka wa watu jamani, kwani kuna shida gani? Wewe stali mlishamalizana na ulishampa chako, kwa ulitaka nini? Na mimi ndo hivyo. Isa, tena nakwambia ukome. Yaani mimi nawaleta watu wangu, unakuja unanibia, na sijui umemwiba kwa staili gani. Yaani wewe bahati yako nilichoka. Ningekukuta mle wewe chumbani umekuja, ningekutandika Isa. Hivi kwa nini una tabia mbovu kiasi hiko? Hivyo Isa, wewe ni mtu gani? Wewe Isa, wewe kushia kule bwana wewe. Hebu wewe kwanza Isa, nakuomba Isa. Isa nakuomba. Tena nakuomba. Achana na huyu mtu. Mimi nikajua ameweza kunitoroka na kuondoka, ameelekea nyumbani kwake. Jamani, kumbe wewe ndo umembananisha huku. Isa, nakujua vizuri Isa. Cheki na maila haya yote umempa. Hii yote tu kwa sababu ya kuzagamuliwa kwa Mpalange. Hivyo Isa, una nini wewe Isa? Bwana dada, hebu mimi niache, kila mtu ana maisha yake. Alikuwa akizungumza hivyo Isa, lakini pia dada yake alikuwa akimsema kwa staili kama hiyo. Dada yake alikuwa anafahamika kwa jina la Mary. Hivi jamani Frankie, hivi mimi nifanye nini? Hebu twende kwanza huku. Alizungumza hivyo Mary na kuweza kunitoa kwenye geto la Isa, na hatimaye tulimwacha Isa akiwa na sonya na kuongea mafumbo mengi yasiokuwa na idadi. Tulitoka msobe moja kwa moja mpaka pale sebleni. Nilifika na kuweza kukalishwa kwenye sofa, na hatimaye Mary naye alikaa kwenye sofa. Baada ya hapo Mary akaanza kuzungumza. Hivi Frankie, wewe ni mtu wa namna gani? Yaani kweli kabisa unaenda kumzagamua kiumbe kinachofanana na wewe, yaani mwanaume mwenzio anamkia kama wako unakwenda kweli jamani wewe Frankie? Sikiliza nikwambie. Unajua Mary, mimi nashindwa kuelewa. Unashindwa kutuelewa kivipi? Nini ambacho sichokijua? Hivi kweli ulishindwa kukataa na kuuliza wewe jamani Frankie, mpaka unanichanganya mimi na mdogo wangu, tena mdogo wangu wa kiume. Yule mimi mwenzako namjua mwenyewe, mambo yake ni ya kijinga tu. Na hiyo michezo alivyoanza kwenda huko Uingereza. Ndo kaanza hiyo michezo. Yaani toka kirudi hapa mwenzako ananibiaga mabwana. Lakini sasa mimi nilipanga kwamba yaani akija kunibia na nikiwa namuona ningempiga kweli mimi. Na kawaida yake ndio hiyo waga anatoa ila ndefu. Hivi kwa nini unakuwa hivyo lakini jamani wewe Frankie? Hivi kwamba kitu gani ambacho mimi sina ambacho unakifuata kwa yule ambaye ni mwanaume mwenzio? Alizungumza hivyo Mary akisahau kabisa kwamba yeye hajaweza kutangaza dau la kuweza kunipa kwa Mpalange, lakini Isa ameshanipa kwa Mpalange, na ni kama vile ameweza kuilevya akili yangu na kuifuruga na kuichanganya kweli kweli. Mimi hakuna kitu chochote ambacho yule amenifuruga, ila isipokuwa amenipa mpunga mrefu. Fikiria umenipa 500,000, sio 550,000, sio 600,000. Lakini mdogo wako amenipa mpaka milioni 2. Amenipa mara ya kwanza, amenipa na hii kwa ajili ya kodi. Wewe hata mambo kuwaza, uone kwamba amekupiga amekuzidi kete hapo. Sikia nikwambie Mary, mimi hapo unaponiona nipo kwa ajili ya pesa. Mimi sipo lazi kuweza kuuza mwili wangu, alafu mwisho wa siku niambulie sijui mapenzi. Mimi sipo kabisa kwenye habari za mapenzi. Mimi nipo kwenye habari za pesa. So ukiweka pesa, ukiweka dau, mimi napita na wewe. Kwa sababu hiyo ndo kazi ambayo nilikuwa nimeweza kuandika pale Facebook kwenye IG kwamba mimi nashughulika na mambo ya majimama. Sasa unapokuwa unanibana mimi, unanibana kwa mimi na wewe tunaishi gani? Wewe kikubwa ulishapewa dozi yako. Kwa mimi ninachofikiri Mary, mimi niache niondoke. Lakini jamani Frankie, tambua kwamba mimi tayari kabisa nimeshazama kwako. Na kitu sichokijua kwamba mimi nilitegemea kabisa kama ikiwezekana basi wewe ndio uwe mume wangu, nioe tu. Kiukweli mimi jamani siwezi kuishi hivi. Siwezi kuishi kabisa, maana nitakuwa nikikwaza sana jamani Frankie. Sikia nikwambie Mary. Mimi nafikiri kwamba kwa time hii nitakuumiza tu. Kwa maana mimi kwa time hii naangalia pesa. Wewe tazama mdogo wako kashanipa 200,000. Umeona 200,000 hizo? Alafu wewe unakuja kuniambia habari za kwamba tuishi wote. Tuishi wote ili weje. Jamani Frankie, hivi ile jumba lote ulioni?
na aliona hili jumba ni kubwa sana. Sasa kwamba tukishote, kwa maana pesa ndio inakufanya usije kuishi kwenye hili jumba. Sikiliza nikwambie wewe Meli, hili jumba ni la kwako bwana. Mimi kuja kuishi kwenye hili jumba, bado hili jumba linakuwa la kwako tu. Mimi litanisaidia nini hili jumba? Mimi natafuta pesa ili kwamba nianzishe maisha yangu. Mimi ni mtoto wa kiume bwana, natumia wanaume wangu kuweza kupata pesa. Jamani, lakini unachonifanyia sio kweli. Unatoka na mdogo wangu wa kiume kweli? Jamani, hivi kwa nini inakuwa hivyo? Kwa nini kwa hivyo Frank? Jamani, sikiliza bwana, uso wakati wa kusozana. Mimi nafikiri kwamba kila kitu kilishaisha. Okay, basi sawa, nimekuandalia na hiki chakula, basi kula. No. Chakula mimi ni chakula kule juu. Tayari kabisa Frank alipika msosi tukala. Jamani, Frank tena wakati Frank ni wewe? Sawa. Yule mdogo wako sijui nani. Kiukweli mimi jina langu naitwa Joseph. Lakini niliamua kudanganya jina kwa maana sikutaka kabisa jina langu kamili liweze kujulikana. Jina langu kamili analifahamu msela wangu tu, rafiki yangu anayefahamika kwa jina la Mkushi. Lakini hao wote wawili nimewadanganya kwamba mimi naitwa Frank. Kwa hiyo hata hapo kujikuta na jingatangata kutaja Frank, basi ujue kwamba ni hivyo ndivyo ilivyo. Jamani wewe Frank, inamaanisha kwamba umekula kule juu. Hivi ilikuwa ni muda gani huu ambao mmeweza kunyanduana kusagamwana mpaka mmepika mmekula? Jamani, mpaka mimi naanza kupika hapa nyinyi. Aishi. Hivi ilikuwaje hiyo? Sikia labda nikwambie. Wewe kitu ambacho uelewi. Ni kwamba wakati umelala, yeye alikuja akanichukua. Okay, yeye alikuchukuaje? Na ilikuwaje mpaka kuchukua kwenye mikono yangu na mkaniacha mimi nilikuwa nimelala? Labda ngoja nikwambie kitu Meli. Unajua huyu mdogo wako mimi sikumuelewa. Mwanzoni kaja na minywele, kaja na midevu. Umeshaelewa? Ana mitatu, kaja na linguli kubwa sana. Alikuwa amekaa kwenye lile sofa lako. Sasa mimi nilipoamka nikamkuta eti amekaa pale. Alikuwa na bastola anaibusubusu, lakini pia anavuta sigara. Kiukweli mimi niliogopa sana. Lakini katika kuogopa kwangu ikabidi tu niamke. Sasa baada ya kuweza kuamka, nikashangaa huyu jamaa yuko pale, akaniuliza maswali kibao. Akisema kwamba sio unajisikiaje wewe kutembea sio na mke wa mtu na lala mpaka mimi unafumaniwa sio na nini. Akaongea vitu vingi sana ambavyo mimi nikaona kama make sense. Lakini mwisho wa siku ikabidi kwamba niweze kutulia tu na kumsikiliza kwamba alikuwa anataka nini. Kwa nini usingeniamsha? Kwa nini usingeniamsha Frank jamani? Huyu ni muuni tu, ni mjanja tu, ana lolote. Kazi yake tu ni kuiba mabwana. Kwa nini usingeniamsha mimi jamani nimtandike huyu? Sikiliza nikwambie Meli. Mimi nilishindwa kukuamsha kwa sababu kitu cha kwanza nilihofia huyu jamaa nikikuamsha atanipiga bastola, kwa sababu jamaa huyu alikuwa na kaza kabisa kwamba mimi nisikuamshe wewe. Sio nafikiri kwamba mimi ningekuamshaje. Ningekuamshaje mimi kwa mfano? Lazima ingekuwa ngumu tu. Ushaelewa? Hai kaendeleaje? Okay. Baada ya jamaa kuweza kunitisha sana na baada ya kuweza kunichanganya, akanambia nimfuate. La sivyo akanambia kwamba atanipasua ubongo. Unajua mwanzoni alipoweza kutumia gia ya kwamba wewe ni mke wa mtu na wewe na yeye ni mtu na mume wake. Kiukweli mimi nilichanganikiwa. Jamani, yani huyu anaanza kudiliki kusema kwamba eti mimi na yeye ni mtu na mume wake, kati yule mimi ni mdogo wangu. Mimi na yeye tuna hivyo vitu wapi na wapi? Yani ungeniamsha nimtandike huyu mtu. Maana ni mpuuza na ni mjinga sana. Mimi sijui na mimi hujawahi kuniambia hivyo vitu. Ushaelewa? Kwa hiyo jamaa sasa aliponidanganya hivyo akaniambia nimfuate. Baada ya kumfuata mimi nikawa namfuata kwa uoga. Nikiwa sielewi kwamba huko na kumfuata na kwenda kupigwa bastola au na kwenda kumalizwa malinda yangu mimi. Maana nilikuwa sielewi. Lakini cha kushangaza bana, nashangaa jamaa nimefika na gonga inatika sauti ya kama ya mwanamke. Nikasema labda nitakuwa nimekosea chumba. Nikamwelekeza, bwana mimi kuna jamaa kanambia nije huko, kwa hiyo yawezekana nimekosea chumba. Nionyeshe kwa chumba cha mshikaji. Akanambia kwamba chumba ndio hiki kiingia. Sauti anayoitoa ni sauti fulani ya kike kabisa ambayo kiukweli mimi nikawa sielewi. Basi kidume nilikuwa nashangaa, nikashangaa mlango umefunguliwa, akanambia niingie. Basi mimi kuingia. Nashangaa ile midevu hana, ile minywele hana, lakini kajipaka mafuta mwili mzima, ana merimeta kweli. Na baada hapo ndo akaanza kuniambia kwamba sio kwamba anahitaji kuzagamuliwa na yeye na nini, akatangaza dau milioni 1. Aliweza kupanda dau milioni 1, kidume sikuwa na papala, kabidi niweze kumnyandua. Cha kushangaza nimemkuta na kishundu wase. Yule mdogo wangu ni mpuzi. Kile kishundu kaenda kukitengeneza huko Uturuki. Lengo kubwa alijifananishe tu kama na mademu, lakini sio demu. Yule mwenzako hata kiendaga huko baa huko kwenye madisco sio wapi samaki.
anawaibia watu. Watu wanajua demu anajiseti, anaweka sio vitu vingi tu, anajiseti, anaenda huko anawaibia watu. Watu hao wanakuja sio mibaba mingine anaileta huko ndani analala nayo. Jamani, mimi mpaka nimechoka. Kwa hiyo kawaje sasa? Ndio hivyo. Aliweza kupanda dau na nini, na mimi sikuchelewesha nikapita naye. Kwa kupita naye ndio ikawa kama hiyo. Jamani Frank, nione huruma basi. Mimi nachoomba uachane na huyu mtu. Uachane kabisa, tena kama atakuwa anafanya hivi basi mimi na wewe tutakuwa tukutane hapa nyumbani. Tutakuwa tunakutana huko mbali kabisa kwenye mahoteli makubwa. Labda ikiwa hivyo. Lakini mdogo wako ameshapanda dau. Kwa hakikisha na wewe unapanda dau. Jamani, mimi nipande dau kwani mimi nataka kwa Mpalange? Mbona kwa Mpalange sitaki? Nikitaka kwa Mpalange nitapanda dau. Basi poa. Kwa hiyo unabaki leo? Mimi sibaki. Yaani hapa mimi nahitaji niondoke tu. Nahitaji kuondoka nirudi zangu nyumbani tu, kwa sababu hakuna kitu ambacho naweza tena nikasubiri hapa. Jamani, yani wewe kwani unaondoka? Ya hapo fanya tu request Uber mapema ije hapa mimi niingie nisepe zangu nirudi Mageto, kwa sababu nimemwahidi mshikaji wangu kwamba nakwenda kulipia pale kodi ya mwezi mzima. Kwa hiyo itabidi nifanye hivyo kwa sababu ahadi ni deni. Okay, basi sawa, hakuna shida. Tulimaliza mazungumzo hivyo, lakini Mary alionekana kabisa kuchukizwa na kitendo cha mdogo wake kuweza kuzagamuliwa na mimi. Basi Mary akaweza kurequest Uber mapema sana, dakika 0 tu Uber iliweza kufika. Baada ya Uber kuweza kufika, nilimwaga Kidume nilikuwa nina milioni 2 kama na laki 2 hivi mkononi. Na hii yote ni kwa sababu ya shoga Isa aliweza kusababisha nikapata pesa kama hizo. Bana, Kidume baada ya kuweza kurequestiwa Uber na Uber iliweza kufika, basi ikabidi niweze kuondoka hapa na kuweza kuingia kwenye Uber na safari ya kuweza kurudi nyumbani sasa ikawadia. Ilikuwa ni mida ya jioni fulani hivi. Basi nikarudi zangu moja kwa moja mpaka nyumbani. Ilipoweza kufika pale sikumkuta kabisa rafiki yangu Mkushi. Zile pesa nikazisindika moja kwa moja kwenye begi langu kubwa kwelikweli. Lakini nikawaza kwamba au nichukue pesa zingine nikaweke benki, lakini nikasema ngoja, pesa benki nitakwenda kuziweka lakini sio sasa hivi. Basi Kidume nikawa nachezesha miguu tu pale nyumbani. Yaani nikiwa kabisa nachezesha miguu, yani kwamba tayari na pesa nyingi kwelikweli. Kwenye simu na kama laki 5 hivi nilitumiwa na Mary, lakini pia mkononi keshi na kama milioni 2 na laki 2. Basi Kidume nikasema hapa kazi imeshakwisha. Sasa ngoja niingie Facebook wakati namsubiri rafiki yangu Mkushi arudi kutembeza viatu vyake. Basi ngoja mimi niingie Facebook kwanza niendelee kuangalia nini ambacho kina nyengea huko Facebook. Bana, ile kuingia Facebook nikakuta DM kuna message kibao, wadada kibao, mabonge, mamishangazi yakiwa yanahitaji kwenda kukunwa hizi. Nikasema hii ni hatari. Basi nikacheki kwamba hapa ni chati na nani. Basi ndipo nikaangukia kwa mshangazi mmoja ulikuwa maana kweli. Mambo. Niliandika mambo baada ya wenyewe kusema hai, basi mimi nikaandika mambo. Bwana, mshangazi huu ulikuwa online. Safi, kwema. Uliweza apply message. Yaani uliweza kujibu. Kwema, uzima upo. Nikasikilizia kidogo. Upo, sorry, mimi sihitaji maneno mengi. Unahitaji nini? Nahitaji kukunwa tu. Ulikuwa unasemaje? Samani, lakini hivi picha uliweka pale status sijui na ile picha uliweka IG DP ndo yako ile? Wewe unataka picha au unataka misagamuo? Nauliza tu kwa sababu nimependa kweli tango lile ambalo umeliweka pale kwenye IG yako. Okay. Wewe tuzungumze vitu vinavyoeleweka. Unataka nini? Jamani, mimi nahitaji misagamuo tu, labda niweke wazi. Basi sawa, misagamuo ipo. Unafanyaje? Kumbuka muda huo wote tuna chati, sio kwamba hapa nazungumza labda naongea naye ana kwa ana, hapana. Hapo tuna chati DM kule Messenger. Nipe tu utaratibu wako basi. Okay. Utaratibu miwa inategemea na mtu. Kwa mfano kama wiki wanazagamua kwa milioni. Yaani ukiona milioni mimi nakuzagamua wiki nzima. Na kikwangua kipele ambacho kinakuwa kinaleta uhuni, baada hapo unakuwa safi kabisa. Wewe hivi na kwa Mpalange waga unapita?
Kwa Mpalange huko ndo kwenyewe. Sasa kama unataka na huko kwa Mpalange, barabara hiyo mimi huwa naipita, lakini kwanza nikipita barabara ya Buza Kariakoo, basi ninachokifanya mimi huwa napita kwa milioni. Sasa ukitaka na kwa Mpalange inakuwa ni milioni 2. Je, unayo? Pesa kwangu sio shida. Shida yangu kubwa mimi nimezagamua tu, maana nina siku nyingi kweli sijaweza kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro. Vijana wengi wanasemaga wako fresh, kumbe ni wauni tu, yani hawana lolote, ni washenzi tu. Sasa usije kuwa na wewe ni kama hao. Oh no, mimi sio kama hao bana. Mimi sio kama hao. Lakini mimi ni mshangazi, utaniweza? Mshangazi, sasa nisikuweze kivipi? Kwani mimi naingia na nini? Naingia na mwili au ni tango tu? Okay, basi sawa. Kwa hiyo tunafanyaje? Okay, subiri basi. Nisubiri nini tena jamani? Wewe niambie tunafanyaje? Hebu nitumie 50,000 kwanza hapo. 50,000 tu? Ndio. Basi haina shida. Okay, mimi natoka online. Fanya hivyo alafu nitajua uaminifu wako. Unaishi wapi kwani? Jamani, mimi naishi hapa mtaa huu Tabata. Unaishi Tabata? Ndio. Oh, na mimi mwenyewe niko humu. Sehemu gani? Jamani, ni hapa Tabata, barabara ya pili. Oh, barabara ya pili. Ndio, sasa na mimi si niko humu. Kwa hiyo mimi na wewe ni jirani? Ya, mimi na wewe ni majirani tu. Okay, wewe unaishi nyumba namba ngapi? Mimi naishi nyumba namba 162. Jamani, mimi naishi nyumba namba 160. Kumbe ni nyumba 2 tu kutoka hapa. Kumbe ni jirani tu. Basi jamani, tunaweza kuonana hata sasa hivi? Sasa hivi nimekwambia tuma kwanza 50,000, tutaonana. Lakini unapoforce tuonane unataka nini sasa? Basi sawa, ngoja nikutumie. Niliweza kutoka DM na hatimaye kweli nikaona muamala wa 50,000 umeingia bila kuweza kufanya kazi yote. Nikasema hii imekaje? Mbona kama imekaa kikushi sana hii? Hii imefanywaje hii? Yaani hii imekwaje kwaje? Jamani, yaani kuna watu wana pesa za bure kiasi hiki. Aisee, nikaanza kufurahi. Wakati nilikuwa nafurahi tayari kabisa kwenye simu yangu kuna 500,000 kama na 70,000 kama sio 600,000 hivi. Basi wakati mimi nilikuwa naendelea kufurahi, mara rafiki yangu aliweza kuja. Rafiki yangu anayefahamika kwa jina la Mkushi. Alikuja na kuweza kuingia mageto, kanikuta mimi nilikuwa nimelala miguu juu kabisa. Yaani sina kokolo yoyote. Kuna watu wana beti wanaliwa, lakini mimi si beti. Mimi natumia tango langu kuhakikisha kwamba napata pesa. Basi kidume nilikuwa nimeshatumiwa 50,000 ya bure kabisa. Na hapo ndipo nilipoweza kugundua ya kuwa ama kwa hakika huu mshangazi upo makini na unahitaji kweli misagamuo. Basi alipoweza kuja Mkushi, kama kawaida tulisalimiana vema kabisa na tukaanza kupiga stori 2-3 baina mimi na Mkushi. Bwana Joseph, yaani mwanangu ni kama siku 2 hivi uonekana. Ulikuwa wapi mwanangu? Mkushi, nimeshemishe tu babu. Unajua hapa ni tauni, kila mtu na mishemishe zake. Wewe unakwenda kuuza viatu, mimi mwenyewe na mishemishe zangu nyingi tu. Babu, hebu nielekeze mishe gani hizo? Wewe usitaki kujua bwana mishe gani, sikia. Mimi nachofikiri hapa, namba ya ule mzee tunayo. Sasa nataka tulipe pesa ya mwezi, yaani ya mwaka mzima. Babu, hebu acha masiara bwana. Uelewi, twenzetu benki sasa hivi. Ilibidi mimi na Mkushi tuweze kuoga vizuri kabisa, na hatimaye tukaanza safari ya kuweza kutoka hapa ghetto kuelekea moja kwa moja mpaka benki kwa ajili ya kwenda kuweka pesa zangu kwanza na zingine kwa ajili ya kumtumia yule mzee, maana ni pesa nyingi kidogo kama 800,000 hivi. Kwa hiyo lazima tuelekee huko. Tulitoka na kuweza kukwea kwenye bajaji, tukaenda moja kwa moja mpaka kwenye benki iliyokuwepo jirani. Tukafika pale iliweza kukabidhi pesa kama 1,000,000 hivi kwamba ziwekwe, alafu 1,200,000 na 200,000 nikabaki nazo, na hapo kwenye simu na kama 600,000 hivi. Alikuwa amini kabisa rafiki yangu Mkushi, akihisi kwamba mimi namdanganya, lakini kumbe ilikuwa kweli. Nilikuwa na pesa nyingi sana, na hapo kwenye nimeshaidiwa 2,000,000 kwenda kumzagamua mshangazi. Hapo kwenye DM kuna meseji kibao, zingine hata sijajibu. Jamani, nikajua kabisa kwamba hii kazi ya kuweza kuzagamua mimanzi ya mtandaoni kumbe ni nzuri kiasi hiki. Yaani watu wamejaa tele, wanahitaji kuzagamuliwa. I see, nikasema hii ni hatari. Alishangaa sana rafiki yangu Mkushi. Nikiwa natoa 1,000,000 kwa ajili ya kuweza kuhifadhi benki. Alikausha tu kwa sababu tulikuwa hapa na watu, akashindwa kuuliza wala kuongea chochote kwamba mbona na pesa nyingi kiasi hicho. Hakuweza kuuliza wala kuweza kuzungumza chochote. Basi kidume baada ya kuweza kuweka hiyo pesa, basi kama kawaida tukaondoka kwa ajili ya kwenda kumtumia
huyo mzee pesa yake ya kodi. Ni mzee ambaye yeye akagi kwenye hiyo nyumba, lakini pesa mnamtumia kwa sababu kwanza inatakiwa mwanze kulipa kuanzia miezi 3, 6 mpaka mwaka. Yeye hana noma. Kwa hiyo ukiwa unalipia pesa ya mwaka lazima ukalipie, maana namba ya benki alishaiacha. Ukilipia unapata risiti, unaipiga screenshot, unamtumia, biashara inakuwa imeisha. Sasa tukiwa njiani tunaelekea huko, jamaa wangu akaanza kuniuliza maswali. Unajua nini Joseph? Yaani sikuelewi kabisa mwanangu. Unajua nimeshuhudia pale unaweka milioni 1. Alafu tena nashuhudia sasa hivi mwanangu tunakwenda kumtumia pesa huyu mzee zaidi ya 800,000. Na hapo unakuona una milioni 1 kama na 200,000. Kwa hiyo utabaki na 400,000 kwa ajili ya matumizi. Babu, unafanya kazi gani mzee? Tuambizane mwanangu. Mkushi. Hapa ni mjini babu. Kila mtu ana harakati zake. Sasa unapoanza kuniuliza mimi nafanya kazi gani? Mbona wewe unafanya kazi yako, mimi nachukulia fair tu. Kiukweli mwanangu ni hatari. Kweli mzee umesoma. Yaani umesoma babu. Basi umecheza mwanangu. Ndio hivyo babu. Maisha ya mjini bwana. Mjini mara nyingi tunatumia akili sana kuliko mwili. Basi poa. Tulisonga na hatimaye tulifika na kuweza kumtumia yule mzee Faza mwenye nyumba pesa yake. Baada ya kuweza kumtumia, ilibidi sasa tuweze kuingia kwenye moja kati ya restaurant nzuri kabisa kwa ajili ya kuweza kupata vitu vizuri. Tulifika pale na kuagiza mbuzi, kila mtu aliagiza mbuzi nusu na vichipsi kwa mbali na mazagazaga mengine kibao pamoja na majuisi ya embe. Tulitafuna pale. Kiukweli Mkushi hakuweza kuamini. Alikula raha, alikula bata hii siku ya leo. Na hatukuweza kabisa kurudi nyumbani mapema. Baada hapo nikamchukua Mkushi na kumwambia kwamba tukachukue pamba. Tulichukua pamba kali kweli kweli. Nilinunua maboksa mengi, nikanunua masinglendi, nikanunua pamba kali ba viatu na mshikaji wangu na hivyo. Baada hapo tukabidi tuweze kugeuka sasa na kuweza kurudi maskani. Tulirudi nyumbani. Faza alifly baada ya kuweza kumtumia ile pesa kwamba mwaka mzima tutakuwa pale free bila kitu chochote. Alifly sana ule Faza. Hatimaye tuliweza kurudi nyumbani. Baada ya kuweza kurudi nyumbani, rafiki yangu akawa bado haamini kabisa kile ambacho ameweza kukiona kwenye macho yake. Kiukweli mimi siamini kabisa rafiki yangu. Yaani mwanangu, na pesa zote hizi, pesa nyingi namna hii, umezipata wapi babu? Nimeshakwambia wewe kazi yako ni kutumia tu Mkushi. Shida yako kubwa nini babu? Mwanangu mimi siamini. Ukisikia hapa pamba tushanunua, sasa hapa nakuahidi. Umeona geto kwetu hapa? Kuna vitu vya kiloko sana hapa. Hii sabufu yenyewe tulinunua kwa mtu wa kizamani, ushaelewa? Kitanda hiki hapa sasa tunataka tuje tuchukue kitanda cha 400,000, tuchukue samani za ndani nyingi kali ili kwamba chumba kiwe kikali babu. Unanielewa? Na ikiwezekanika kwenye hiki chumba chetu hiki tutachukua hata IC kwa ajili ya kufunga hapo, tupigwe na ubaridi tu. Mambo feni hizi zinaleta uuni tu. Babu hebu acha utani basi. Kumbe uamini mzee. Basi wewe subiri. Tulipiga stori nyingi sana hapo ndani. Jamaa aliweza kunidadisi mambo mengi, lakini kiukweli sikuweza kumwambia. Lakini mwisho wa siku nilimwambia kwamba ni kazi yangu tu ya Facebook ndio inanipa pesa kama hizi. Jamaa akawaamini. Kuna muda huyu mshikaji alihisi kwamba mimi naweza kuwa ni jambazi. Kuna muda alianza kuhisi kwamba inawezekana mimi nikawa natoa ndogo. Maana kwa jiji la Dar es Salaam kuona pesa nyingi hizi alafu kazi kuna hatari sana, kuwa katika hatari kubwa kufanya vitu kama hivyo. Lakini mimi nikamwambia kwamba bwana, mimi natumia akili tu. Mimi sio fala mpaka nianze kusagamuliwa. Mimi nasagamua alafu na pesa napata. Unachezea mimi nini? Basi tulipiga stori nyingi sana pale. Na hatimaye ilikuwa ni mida kama saa 2 hivi usiku. Nilimwachia mshikaji pesa kula, alafu mimi nilihitaji kwenda kukutana na hilo jimama ambalo nilikuwa nimeweza kuchati nalo ambalo limenitumia 50,000 kwenye simu yangu ya bure kabisa. Iliweza kufika hiyo mida saa 2 likaanza kunisumbua kweli kweli. Kwa hiyo nilikuwa na ahadi naye. Sasa kwa sababu nilikuwa tayari na mimi nimeshajipanga, nimenunua pamba kali, viatu vikali na nini, alipoweza kuniambia kwamba yuko samaki, nikaona basi kumbe ni fresh, acha nielekee huko. Kwa maana nilikuwa tayari nimeshaweza kutupia. Kwa hiyo hata aliweza kuniambia kwamba yuko samaki anahitaji juu chini, mimi naye tukazungumze kule. Basi nikasema fresh, acha niende huko. Nilimwaga mshikaji wangu kwamba bwana mimi naelekea samaki. Jamaa akakubali. Basi mshikaji alipoweza kukubali, jamaa wangu huyu, na maanisha ni huyu mshikaji wangu bwana Mkushi, aliweza kukubali kwa sababu alishajua kwamba mimi kwa sasa madili yangu ni mengi hayaeleweki.
Mshikaji mpaka kuna muda kaanza kuhisi huyu jamaa muuza madawa nini. Ni sekunde chache tu, na maanisha ni siku kama 3-4 tu. Maisha yamebadilika vibaya mno, na bado DM kuna message kibao ya mademu, kuna message kibao mpaka mameni wakihitaji kuweza kuzagamuliwa. Lakini kidume nilikausha kwanza, nikataka kudili na huu mshangazi ambao umenitumia 50 ya bure na umeniambia uko samaki paki, unahitaji kwamba mimi na yeye twende pale kwa ajili ya kwenda kuzungumza vitu vya hapa na pale, na hasa anahitaji sana msagamuo. Basi kidume nikatupia kweli kweli. Nilikula kepo moja kali, nilikula jinsi moja kali, nikala laba nzito kweli kweli nyeupe ambayo ilikuwa na meta kinyama kwa usiku kama huu. Bwana mtisheti fulani mkubwa hivi kama Mantoni. Yaani nikawa nipo good kinoma, nikala na moja kati ya glasi kali kweli kweli, afu mavitambaa mengine nikajifunga kwenye mikono. Bwana nikawa lubalizi fulani hivi. Basi kidume bila kupoteza muda, yule bimdashi ule mshangazi ulikuwa umesha request Huba kwa sababu nilishauelekeza kwamba wapi nipo. Basi bila kupoteza muda Huba ikaja mpaka pale maskani, nikazama kwenye Huba na moja kwa moja Huba ikanipeleka moja kwa moja mpaka ulipokuwepo mshangazi. Bwana kufika pale, mzee wa Huba akapewa pesa yake. Baada ya kuweza kupewa pesa, mzee wa Huba akasepa, akatuacha mimi na huu mshangazi. Mshangazi ulikuwa peke yake, umetapakaza bia pale mezani asikwambie mtu. Yaani kulikuwa kuna mabia ya Crystal Light kibao, zile bia laini zile kibao, lakini pia kuna miguu ya mbuzi na nini. Yaani kuna vitu kibao, kaweka matakataka kibao pale juu ya meza. Ushaelewa? Nikasema kweli hatari mwanangu. Yaani kufungua tu Facebook na kuandika kwamba naisagamua mimama ndio imeweza kunibariki na kuweza kubadilisha maisha yangu namna hii. Bwana, hata harakati za kuendelea tena na Skonga, yani kuendelea tena na chuo, nikaona kama uuni tu. Nikawa sielekei chuo. Sasa nikawa tayari kabisa nimejizatiti na hii mijimama, nimejizatiti. Hakika nimejizatiti na hii kazi ya Facebook. Yani iwe siwe lazima iwe kudadeki. Yani kwamba nilikuwa tayari nimeshachanganyikiwa. Bwana, ikufika tu nikakaa na kuanza kufungua bia na kuanza kugida na tukaanza kupiga stories hapa na pale. Oh, wow, nimefurahi sana kukuona. Hata mimi nimefurahi sana kukuona. Una muonekano mzuri. Lakini wasiwasi wangu ni kwamba je, kazi utaiweza? Maana nakuona kama ni shalobalo, nyonde, ni kama mtu marubalezi hivi. Usipime maji kwa mguu bwana. Kikubwa, yapime maji kwa fimbo. Lakini pia usipime moto kwa kuingiza mkono kwenye majivu, unaweza kuungua pia. Una maneno jamani wewe. Lazima niwe na maneno, mimi si mtoto wa kiume bwana. Una swaga sana. Niambie, hivi unaitwa nani? Mimi naitwa Frankie. Oh, Frankie. Jina lako zuri sana. Okay, wewe unaitwa nani? Oh, mimi naitwa Shangazi Asma. Shangazi Asma, jina lako zuri. Kiukweli huu mshangazi ulikuwa ni wakwenda sana mpenzi msikilizaji, hata sijui kwamba ni uzungumziaje. Bana mpenzi msikilizaji, ngoja nikukumbushe tu. Mishangazi kama hii, kama unataka kuona video za live mishangazi kama hii ikipelekewa moto kwa mpalange na kila kona, basi tuna video kali za kibongo na za kizungu pale WhatsApp. Bwana, pale WhatsApp tuna video kali sana. Video za kupelekeana moto, video za kunyanduana, video za kuzagamuana, video nzuri kweli kweli ziko pale. Ila gharama yake ya kuweza kuungwa na grupu letu ni shilingi 15,000 tu. Sasa kama una 15,000 hapo sasa hivi, basi njoo pale WhatsApp ili kwamba niweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa la video za mzagamuo. Gharama yake ni 15,000. Kwa hiyo njoo pale WhatsApp ili kwamba tuweze kukuunga pale uweze kupata burudani ndani ya grupu letu kali kabisa. Sasa je, unapenda video hizo za kibongo na za kizungu za minyanduo? Basi njoo pale WhatsApp kwa namba hii 07827197 na mwisho ni 94. Hiyo ni namba ya kuja pale WhatsApp ili kwamba uweze kuungwa na grupu letu kubwa kabisa la video za mzagamuo. Ukija pale sema oi, nahitaji kuungwa na grupu kubwa kabisa la video za mzagamuo, mapema sana utapewa namba kulipia. Ukishalipia utaungwa na utaendelea kupata burudani kali kabisa pale kwenye grupu letu la WhatsApp. Kikubwa ukishaungwa, hakikisha kwamba unailinda na kuishika ile tarehe ambayo umeweza kuingilia pale kwenye grupu, kwa maana tarehe hiyo itakapofika itakuwa ndo tarehe yako ya kuweza kulipia tena, ili kwamba uendelee kusalia kwenye grupu letu kali kabisa la
video za Msagamuo. Bwana, tunazidi kusonga na huu mzigo mkali unaokwenda kwa jina la sitoweza kulisahau jimama la mtaa wa pili. Bwana, kwa nini sitoweza kulisahau? Je, jimama la mtaa wa pili ndio hili ambalo nimekutana nalo au kuna jingine? Bwana, tunazidi kusonga na huu mzigo, na leo tupo katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu kali kabisa. Tunazidi kukimbizana na muda, maana mambo ni mengi na muda ni mchache. Lakini kama ndo mara yako ya kwanza kuingia kwenye hii channel bomba kabisa, basi hakikisha kwamba unabonyeza neno subscribe, unagusa alama kengele ili kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata simulizi zetu pale ambapo tunakuwa tunaziachia. Bwana, usiache ku like, ku comment na kushare, na utakometisha sana. Kiukweli hili jimama lilikuwa liko bomba sana. Kitu cha kwanza, bwana, lilikuwa limeshiba sana. Bwana, lilikuwa lina nyama nyingi. Bwana, lilikuwa limekaa kwenye kiti, lakini kiti chote kilikuwa kimeweza kufunikwa na ubonge wake namna jinsi alivyo. Bwana, lilikuwa ni jimama zuri, asikwambie mtu. Lilikuwa kama shombe, yani kama lina asili ya Kiarabu fulani hivi. Yani ukilicheki kama Muhindi si Muhindi, anakuja kwenye Uarabu, mara anatoka kwenye Uchina. Kiukweli nilishindwa kabisa kufananisha na kitu gani. Lakini alikuwa yuko bomba, alikuwa yuko poa. Ilikuwa ni moja kati ya pisi kali kwelikweli. Yani ungemtazama hivi usingeweza kusema kwamba ni mshangazi. Yani ungehisi ni binti fulani hivi mwenye umri wa miaka 35 mpaka 38. Lakini ukimcheki kwa ndani ndio ungeweza kugundua kwamba eji yake ilikuwa imekimbia ni kama miaka 45 40 hivi alikuwa nayo. Lakini kidume nikasema hapa sitaweza kuliacha, kwa sababu tayari kabisa limeweza kuniahidi milioni 2 cash bila uoga. Kwa nini niache milioni 2 hizo bwana? Lazima nimtandike kwa mpalange na lazima nimtandike kwenye ikulu yake ili kwamba akili iweze kumkaa sawa. Kiukweli sura alikuwa nayo, bodi ndo usiseme, guu lilikuwa la bia, hizo paja nzito kwelikweli, asikwambie mtu. Yani ilikuwa ni hatari, ilikuwa ni hatari. Basi tukaendelea kupiga pombe huku tukaendelea kupiga stori, kila mtu alikuwa akimchunguza mwenzake. Yaani unanifurahisha sana, ama kwa hakika nimepata kijana mzuri mtanashati jamani. Unajua hivi ile picha uliweka pale ni ya kwako, maana naona ile picha umeweka 6 pack, alafu pia kwenye huyo mtu sura umeificha, alafu kuchini umeliacha gobole linaonekana. Jamani, lile gobole mimi ndio limenivutia. Sasa sijui unalo gobole kama lile. Mbona unachonga sana wewe? Sikia, wewe unapendaga kunywa pombe hizi tu, kwa nini usinywe na pombe kali kidogo? Jamani, yani mimi nipo kwenye mada nyingine, alafu itaili umehamisha mada. Eti mada sa pombe mimi nakunywa tu kiafya. Sinywi kwamba ile kwamba nijikomoe ni leo nitaunguza maini bure. Waga unakunywa kiafya. Ya, mimi nakunywa kiafya tu. Mimi nafikiri kwamba wewe ulitakiwa unywe hii pombe, lakini ungechanganya hata na mzinga au konyagi moja nzito hapo, ile kwamba kili kukae sawa. Wewe mimi makonyagi ya nini? Hapa kwenye mimi nimeanza muda kweli. Na hapa kwenye naona kabisa kichwa changu tayari kimeshaipokea hiyo pombe. Basi sawa. Naambia harakati zako zinasemaje? Mimi harakati zangu ziko poa tu. Zipo good kabisa. Jamani, yani kumbe unakaa hapo tu mtaa pili hapo, sio nyumba namba 63, na kati mimi ikiwa nyumba namba 160 na 163. Jamani, kumbe ni nyumba 3 tu kutoka nilipo mimi. Hivi usunamfahamu lakini shangazi Asma? Hujawahi kumsikia? Alipoweza kutaja hilo jina toka mara ya kwanza tu nilishamjua kwamba huyu ni moja kati ya ule mjimama ambao simulizi yetu hii ilipokuwa inaanza tu niliweza kumsifia na kumpamba, lakini ama kwa hakika nilikuwa sijakutana naye. Unapomzungumzia huyo shangazi Asma ambaye ndo huyu nilikuwa naye hapa, ni moja kati ya shangazi ambaye kuonekana kwake ni adimu, lakini hiyo nyumba anayoitaja bwana ni bonge la jumba, lina ghorofa 2. Yani kuna ghorofa ya kwanza na ya pili, kuna swimming pool, kuna magari humo ndani. Yani unaweza kusema kwamba ni sehemu ya kuuzia magari. Yuko vizuri kweli kwenye masuala ya mkwanja. Sielewi hizo pesa zake amezipata wapi na imekuaje. Lakini ana bonge la jumba, lakini pia ukumbi wake ni mkubwa. Humo ndani kuna minazi, kuna vitu vingi tu, kuna maua na kuna mambo mengine mengi kweli. Ni mama ambaye huwezi kumuona akitembea kwa mguu, na kama ukimwona aise labda umemwona nyumbani kwake tu, na ungeweza kumuona basi ungechanganikiwa, maana akiwaga nyumbani kwake anapenda sana kuvaa kamtandio, alafu kale kamtandio na kafunga kwa hapa juu. Kwa hiyo zile embe bolibo zinakuwa zimejaa kule kamtandio. Sasa huku mzigo, yani huku oo
linamwagika kwelikweli, ndio usiseme. Jamani, kiukweli ungemwona lazima ungechanganikiwa. Anapozungumza shangazi Asma ni moja kati ya jina ambalo ni maarufu sana na nimeshawahi kulisikia, lakini yeye nilikuwa sijawahi kumwona, lakini leo nimemwona live bila chenga. Na Kidume baada ya kuweza kumwona, sikutaka kabisa kuwa mshamba wa mapolini huko. Kidume nikakaza, nikasema haiwezekani mimi niwe mshamba mapolini. Na kwaje mshamba mapolini? Yani nikakaza kama vile nishawahi kumwona na nishawahi kumsikia, wala sikumshobokea sana, kwa sababu Yesu ndo kanishobokea mimi. Bwana anahitaji kuweza kupatiwa mtarimbo, hasa mimi naanzaje kushoboka na kusema wewe sijui shangazi Asma na vitu gani? Kwa nini nilikula ganzi? Lakini nilipoweza kuniuliza swali kama hilo, nikamwambia kwamba mimi nilishawahi kukusikia sikia, lakini nilikuwa sijawahi kukuona. Shangazi Asma, mimi nilishawahi kukusikia, lakini kiuhalisia ni kwamba mimi nilikuwa sijawahi kabisa kukuona. Basi leo umeniona na gari yangu ile pale. Nilipoweza kuicheki gari, niligundua kabisa kwamba ilikuwa ni Range Rover, ile mfumo wa V8. Ilikuwa ni hatari sana, ni moja kati ya gari za gharama kwelikweli, tinted nyeusi, gari yote nyeusi, ilikuwa ni hatari sana. Ni gari zenye thamani kama milioni 500 hivi, 400, 600 kama itakuwa mipanda. Ni moja kati ya gari za gharama pia kwa kibongo hapa, japo zipo za gharama kama vile nyingi tu, kuna gari nyingi sana za gharama, lakini hii naye ni moja kati ya gari ya gharama pia. Kwa hiyo nikasema hakuna shida, nilitazama ile gari na kuweza kumpa respect, kwa sababu ilikuwa ni moja kati ya gari kali na ni moja kati ya gari ya ndoto zangu kabisa kuja kutembelea gari kama hii. Ni moja kati ya gari ya ndoto zangu kabisa. Kiukweli ni moja kati ya gari ya ndoto zangu, lakini nilikuwa sijui kwamba nitatembelea vipi. Lakini baada ya kuweza kunionyesha, niliapa kwamba kama jimama limeamua kuingia mkenge kwenye chaneli zangu, bwana, nitamtembezea moto mpaka akili mkae sawa. Na akili kishamkaa sawa, basi kinachotakiwa hapa ni kuhakikisha kwamba namteka huyu jimama. Simteki kwenda kumpeleka huko mapolini, hapana, namteka kifikra. Unajua ipo hivi, kuna mtu anaweza kuwa ni mtumwa wa fikra, na kuna mtu anaweza kuwa ni mtumwa wa ngono, na kuna mtu anaweza kuwa ni mtumwa wa mambo kama haya mapenzi. Sasa mimi nilitaka nimteke awe mtumwa wa mapenzi, yani muda wote achanganikiwe, muda wote apagawe, muda wote yani awe makini na mimi kuliko kitu chochote kile kwenye huu ulimwengu. Hapa leo umesikia Frankie, umekutana na mshangazi, umenielewa? Umekutana na mshangazi. Kwa hiyo kuwa makini. Leo hapa tunatafuna pombe, tukimaliza kutafuna pombe tunaondoka zetu, tunaelekea nyumbani. Sasa ukapajue alizungumza hivyo huu mshangazi Asma, ulizungumza vitu kama hivyo. Hata mimi nimefurahi sana na kiukweli, shangazi Asma uko vizuri sana. Ni moja kati ya wanawake wazuri, ni moja kati ya wanawake ambao wameumbika kwelikweli. Yani naweza kusema kwamba namna ambavyo Mungu alikuwa anakuumba, alikujazia nyama nyingi ambazo kila mwanaume anayekutazama lazima ahakikishe anavutiwa na hizo nyama. Unanifurahisha wewe, una maneno mengi jamani Frankie. Basi tupige pombe, kula na hizo nyama jamani baba. Yani nimejisikia faraja kukutana na wewe. Yani kiukweli mimi nilikuwa sidhani kwamba ni kijana mtanashati, super handsome boy jamani. Usijali bwana, tulipiga pombe, tulipiga nyama. Baada ya hapo, muda wa kusepa sasa kuelekea anapoishi uliweza kuwadia. Frankie, nafikiri kwamba miko sasa hivi tayari kabisa, pombe zimeshaingia kichwani, kwa nafikiri tuondoke zetu tuweke nyumbani. Usijali, mimi mwenyewe naona kama kichwa kimekuwa kizito. Wewe unaambia kichwa kizito alafu tukaenda kule ukashindwa kuweza kuzagamua vizuri. Wewe mimi nitakutema asubuhi. Mimi mwenzio sitaki kukaa na vinyago, nataka vijana kazi. Si umenielewa? Vijana kazi. Sitaki mimi vijana waregevu. Kwa jifanye kichwa siku kimeuma, siku kichwa kimefanya nini, alafu twende kule. Wewe nitakushimua asubuhi. Yani sitaweza kukusikiliza. Wewe usijali bwana. Wewe unaogopa nini bwana? Sawa, kuja pombe sondoke. Alizungumza hivyo huyu shangazi Asma. Wakati wa Kidume nikawa nawaza kwamba huyu shangazi Asma bila kuweza kupiga mizinga konyagi hapa, bila kupiga mzinga wa konyagi,
Bwana, show nitashindwa kabisa kwenda kuisimamia, kwa maana niligundua kabisa kwamba kichwa changu kilikuwa tayari kabisa kipo kwenye ulevi wa hizi pombe laini laini, ambazo pombe hizi laini laini sio nzuri kabisa kwenye mnyanduo. Yaani unapokunywa pombe kama Kesto Bright, sijui bia Safari, hizi pombe, labda nikwambie tu mpenzi msikilizaji, pombe kama hizi bwana uaga hazipandishi kabisa mizuka ya mizagamuo. Pombe ambazo zinapandisha mizuka ya mizagamuo ni pombe kama Konyagi, Kevanti, ukinywa hata na Madabu Kika uaga yanashuka kwa chini. Yakishashuka kwa chini huwa yanaleta starter sasa kuweza kusimamia, kupiga mpini, kutembeza gari beti 46 kama hii mpaka kili iweze kumkaa sawa. Kwa kidume nikasema hapa lazima nitumie janja janja kuweza kuagiza mzinga. Sasa umesikia shangazi Asma? Unasemaje babangu? Unasemaje kipenzi? Unasemaje mwali wangu? Unasemaje mfarume wangu? Sema chochote hapa, pesa ni kama benki. Yaani usiogope baba, sawa? Okay, mimi nikuenda kuniagizia hapo Konyagi baba hapo moja. Jamani, unataka Konyagi? Waya, sawa. Unataka Farujoni? Yes. Okay. Wewe mhudumu. Alimwita mhudumu na mhudumu alikuja. Hebu mreshe Konyagi shilingi ngapi? 22,000 tu. Mresha kaka Bugiwe. Wewe unakunywa sana Konyagi jamani wewe. Bwana, Konyagi zilipoweza kuja nikasema hapa nikichanganya madawa mambo yatakuwa mengi. Nikaingiza kidole mdomoni na kuanza kujigoga, nikatapika kwanza ile pombe ambayo nilikuwa nimeweza kunywa mara ya kwanza. Basi niliweza kuitapika ile, alafu nikagida mzinga. Nilipoweza kugida sasa nikamwambia huyu shangazi Asma, sasa tuondoke tuelekee moja kwa moja huko nyumbani kwake. Asa hapa tayari twenzetu basi. Okay, sawa. Tulinuka pale na kuweza kuingia moja kwa moja kwenye gari yake ya Range Rover yenye mfumo wa V8, gari za bei mbaya kweli kweli. Bwana, ile kuingia tu nikakuta gari inanukia utuli asikwambie mtu. Yaani gari inanukia unyunyu. Gari na mafuu IC. Kama Rayvanny alivyoweza kusema gari ina mafuru IC kama ndinga ya Raiza. Bwana, ni noma kweli kweli. Basi kidume nikakaa mle, IC na ubaridi basi ilikuwa hatari. Hivi Frank, unaweza kuendesha gari kweli? Hapana. Kiukweli nilikuwa ni mjanja, lakini kuna masuala ya gari eti kwamba nilikuwa siwezi kuendesha. Hapo ndipo nikajilaumu kidogo. Jamani, nimeelewa sasa, sijui nitaendeshaje, lakini sawa, ngoja. Alichukua maji ya baridi ambayo alikuwa ameweza kuyashika mkononi, akajimwagia kichwani kuweza kutoa hangover kidogo na kutoa ulevi. Baada hapo akajihisi kama kichwa chake kipo godi. Okay, now hapa I'm fine. Okay, naweza nikaendesha. Aliwasha gari kawaka, akaingiza gia, akiachia clutch nazima. Mara gari na shu vipi? Haya. Kwa umesema Frank hujui kabisa kuendesha gari. Mimi sijui yasi. Ngoja. Aliingiza gia, gari kaanza kuyumbayumba, hatimaye kakaa sawa, tukaingia rodi, tukasepa, tukaweza kurudi moja kwa moja Tabata maskani. Baada ya kuweza kufika, alichukua funguo yake na kuweza kubonyeza geti ili ikawa linajifungua lenyewe. Geti linajifungua lenyewe, kwa hiyo hauna mlinzi hapa getini. Mlinzi wa nini? Walinzi wengi niliwaweka hapo. Nikawa nataka tuzagamwane, tukizagamwana nashindwa kazi, nikawatimua mpaka nikasema sitaki tena walinzi wa chovu. Nataka sasa hivi mtu shababi. Basi sawa. Tuliingia na gari, hatimaye akabonyeza tena ile remote yake na geti likajifunga tena. Bwana mpenzi msikilizaji, nazidi kukukumbusha, kama wewe unapenda video za mizagamuo, video za kupelekeana moto, video za minyanduo, basi video hizo sisi tunazo pale WhatsApp. Cha kufanya, njoo pale WhatsApp tuweze kukunga
na grupu letu kubwa kabisa la video za Mzagamuo. Gharama yake ni shilingi 15,000. Kwa njoo pale WhatsApp mapema sana, tutakuunga na grupu letu na utakuwa ukipata burudani kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena. Gharama yake nimeshakwambia ni 15,000 kuungwa na grupu letu ambalo linahusika na video za Mzagamuo za kibongo na za kizungu. Kwa hiyo kama unapenda video hizo, basi njoo pale WhatsApp kwa namba hii 0782 7197 na mwisho ni 94. Ukija pale WhatsApp usema oi, nahitaji kuungwa na grupu kubwa kabisa la video za Mzagamuo, mapema sana utapewa namba kulipia. Baada hapo utaungwa na grupu letu na utaendelea kupata burudani ndani ya grupu kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena shilingi 15,000 nyingine. Njoo pale WhatsApp, changamka, tupo online, tunakusubiri wewe. Sasa wewe unasubiri nini? Changamka, njoo pate burudani live bila chenga, kutazama video za Mzagamuo pale WhatsApp. Changamka, njoo, tunakusubiri. Namba nimeshakutajia ni 0782 71 97 na mwisho kabisa ni 94. Njoo pale WhatsApp sasa hivi. Basi baada ya kuweza kubonyeza remote na lile geti kuweza kujifunga, alikwenda na kuweza kuegesha gari yake. Ni kweli kabisa, huu mshangazi Asma ni ule ule ambao nimekwambia. Ulikuwa na magari kama yadi ya magari, yaani magari yako ya aina nyingi, mpaka malori Lois yako hapa. Sijui huyu wase hizi pesa kapata wapi? TAKUKURU sijajua kwa nini hawakutaka kabisa kumpitia huyu na kumkagua kwamba hizi pesa zote nzito amepata wapi. Hapa tumeshafika baba, tushuke tuwekee ndani. Tukaanza kukokotana, mimi na yeye tunakokotana kuelekea huko ndani kwake. Bwana, tukaenda moja kwa moja mpaka kuna kasemu kana lifti. Tulifika pale, tukaingia, akabonyeza, tukapanda na moja kwa moja ile lifti ikatupeleka mpaka kwenye ghorofa ya kwanza na ya pili kule juu. Nikuaga nimeelewa, waga natumia sana hii. Tulifika na hatimaye tukashuka, tukaingia moja kwa moja kwenye chumba chake. Bwana, chumba kilikuwa kikali kama ikulu. Chumba kilikuwa kizuri. Tanda ilikuwa ni 6 kwa 6. Huko ndani kuna maflati, kuna mafriji, kuna kila kitu, kuna choo, kuna bafu, yani kuna everything bwana. Aise, kuna watu wanaishi kwenye dunia. Sisi wengine ni kama wasindikizaji tu. Karibu sana baby, hapa ndo napoishi. Asubuhi nitakuonyesha na mazingira sehemu nyingine, lakini kwa sasa kwanza hapa ndipo napoishi. Nyumba yako ni nzuri, wewe mwenyewe ni mzuri, una pesa, una kila kitu, yani sielewi hata nisemeje kuweza kupata hii bahati. Basi hakikisha kwamba unaitumia, so bahati alafu kumbe usiku unashindwa kazi. Utakuwa una bahati lakini utakuwa ubahatiki. Umenielewa? Hamna shida. Ngoja tusaule tukaoge sasa. Bana alianza kusaula. Alisaula bana. Baada ya kuweza kusaula, ndipo nilimchola vizuri huyu shangazi Asma. Jamani, alikuwa yuko vizuri mpaka na kela hizi. Yaani alikuwa mweupe, alikuwa na gula bia, alikuwa na paja lenye nyama nyingi, alikuwa na uzito, alikuwa na shanga, alikuwa na cheni, alikuwa yuko bomba, alikuwa na sura nzuri na alikuwa kalewa. Kilichokuwa kinafuata hapa sasa ilikuwa ni minyanduo tu. Baada ya kuweza kumtazama tu, nikakuta tayari kabisa gobole limeshaanza kusichi network likitaka kumtandika risasi nyingi sana huyu shangazi Asma. Baby, mbona hujasaula? Saula tuende bafuni tukaoge, huko tutachagua maji ya baridi au ya moto. Alizungumza hivyo. Ikabidi na mimi nianze kusaula. Nilisaula na taratibu tukawa tunakokotana, huku mkono nikiwa nimeweza kuweka pale kwenye mshendele, nimeshika pale kwenye kiuno, nimekamata na zile chachando. Jamani, ilikuwa ni minyama tu, tena minyama fulani ni mabonde mabonde. Tulipoweza kufika bafuni tukaanza kuoga. Baada ya kuoga bana, aliniambia kwamba tuchague maji. Mimi nikachagua baridi ili kuweza kutoa wenge kidogo, naye akaoga baridi. Tukaanza kuogeshana, tukaanza kupakana sabuni.
nikaidondosha sabuni chini. Akainama ili aiokote sabuni, kwani nilichelewa. Bwana, nikachukua pofu la sabuni na kuweza kulipaka kwenye tango, na bila kupoteza vile vile, akiwa anainama kuiokota sabuni, kidume nikamwambia kwamba ukamate ukuta, chora namba 7 ise. Bila kupoteza muda nikatupia tango langu kwenye kisima, na tayari kabisa nikaanza kutwanga na kukoboa kunako kisima cha shangazi Asma. Jamani, kilikuwa ni kisima chenye burudani, kilikuwa ni kisima chenye maji ya moto, na tayari kabisa kisima hichi kilikuwa tayari kabisa kimeweza kuleta maji mengi kwelikweli. Hivyo ilikuwa ni rahisi na ilikuwa ni haraka sana tango langu kuweza kujaa vyema kabisa kwenye kinu cha shangazi Asma. Kinu kilipokea tango vizuri. Upokeaji wa tango kinu, namna ambavyo kilipokea, kiukweli nilifarijika sana, lakini sambamba na milio adimu kabisa ambayo shangazi Asma aliweza kuitoa. Jamani wewe, kumbe una tango lizito lenye uzito kiasi hiko? Hapo nimekubali. Kikubwa tango hilo ujue kulitumia tu, lisije kuwa kubwa alafu likawa lina lala doro. Alizungumza hivyo shangazi Asma, nikiwa kabisa tayari mikono nimeweza kuitupia pale kunako kiuno, na tayari kabisa nilikuwa naanza kuiendesha hii gari mdogo mdogo, kwa maana hii gari ni Beti 46. Kwa hiyo ukiendesha kwa pupa lazima utachanganikiwa. Bana, najua unataka kujua kwamba nini kilichoweza kutokea hapo na nini kitakachoendelea katika simulizi yetu nzuri kabisa ya Jimama la Mtaa wa Pili. Sitoweza kulisahau. Bwana, nikwambie tu, leo tulikuwa katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu. Tukutane katika sehemu ya 4 uweze kujua nini kitakachoendelea. Lakini kwa sehemu ya 3 tumeishia hapa. Nini kitakachoendelea? Basi tukutane katika sehemu ya 4 ili uweze kuelewa kwamba kitu gani ambacho kitakachoendelea hapa.